Iwapo Irani itafunga mlango bahari wa Hormuz, dunia itaathirika vipi na ni nchi gani itaumia zaidi? Kwanza hebu tuelewe mlango bahari wa Hormuz ni nini hasa. Strait of Hormuz ni eneo dogo lenye upana wa takriban kilomita 33 lililopo kati ya Iran, Oman na Falme za Kiarabu. Ni njia nyembamba ya bahari ambayo karibia asilimia 20 ya mafuta yote duniani hupita katika njia hiyo. Takriban mapipa milioni 17 yanapita kila siku katika eneo hilo. Mafuta haya yanatoka katika nchi kuu 8 zilizopo Ghuba ya Uajemi. Kwa nchi kama UAE, Saudi Arabia, Kuwait na Qatar, karibu asilimia 90 ya mauzo yao ya mafuta hupita katika njia hii nyembamba kabla ya kufikia sehemu nyingine duniani. Ikiwa Irani itafunga mlango wa Hormuz, nchi zifuatazo zitapata madhara makubwa ya moja kwa moja. India inaagiza asilimia 85 ya mafuta yake kutoka nje, na karibia asilimia 50 ya mafuta hayo yanatoka Mashariki ya Kati kama Iraq, Saudi Arabia, Kuwait na UAE. Bei za mafuta nchini India zingepanda sana, na matokeo yake kila sekta inayotegemea mafuta ingepanda kwa mshtuko mkubwa. Viwanda vingeweza kufungwa, ajira kupotea na hata uchumi kuathirika vibaya. China ndiyo mwigizaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani, ikiagiza mapipa milioni 10 ya mafuta kila siku. Asilimia 40 ya mafuta hayo pitia katika mlango huu wa bahari wa Hormuz. Ingawa China imejenga mabomba ya mafuta kutoka Urusi na Asia ya Kati, mabomba hayo hayakidhi hata asilimia 20 ya mahitaji yake ya nishati kwa siku. Kwa hiyo ikiwa Hormuz itafungwa, uchumi wa China ungeweza kupata pigo kubwa sana. Kama uchumi wa China utatikisika, athari zake zingesikika duniani kote. Japani inaagiza takribani asilimia 90 ya mafuta yake kutoka nje, na karibia asilimia 75 ya mafuta yake hupitia katika mlango huu wa Hormuz. Vile vile nchi kama Saudi Arabia nayo ingeathirika kwa kiwango kikubwa. Takribani asilimia 80 hadi 90 ya mafuta ya Saudi Arabia hupelekwa duniani kote kupitia mlango wa Hormuz, huku takribani asilimia 10 tu ikipelekwa Ulaya kupitia pwani ya Bahari Nyekundu, yani Red Sea. Kwa hiyo ikiwa Irani itaishikilia njia hii, uchumi wa Saudi Arabia utaathirika sana. Fikiria, nchi inapoteza ghafla tu asilimia 80 hadi 90 ya mapato yake. Pia kuna uwezekano wa kwamba Saudi Arabia inaweza kutuma jeshi lake kufungua tena njia hiyo, hali ambayo inaweza kufanya jambo hili kuwa baya zaidi. Pakistan hupata karibia asilimia 90 ya mafuta yake kupitia mlango huu wa Hormuz, na mafuta hayo yanakidhi takribani asilimia 27 ya mahitaji ya nishati yake katika nchi hiyo. Ikiwa njia hii ya Hormuz itafungwa, bei ya mafuta nchini Pakistan zinaweza kupanda juu zaidi. Lakini jambo la kuvutia, Pakistan ina mpaka na nchi ya Iran. Baadhi ya ripoti zinasema asilimia 35 ya dizeli ya Pakistan kutoka Irani kwa njia zisizo rasmi. Kwa hiyo ikiwa mlango huu wa bahari utazuiwa na Iran, Pakistan inaweza kuanza kununua mafuta kutoka Irani moja kwa moja, na itakuwa kimya kimya kupitia makubaliano rasmi kabisa. Falme za Kiarabu, takribani asilimia 72 ya mauzo yake ya mafuta hutegemea mlango huu wa Hormuz. Hata hivyo, nchi hiyo ina njia mbadala, bomba la mafuta la Abshan Fujairah linaloweza kuruhusu kusafirisha hadi asilimia 60 ya mafuta yake bila kupitia njia ya mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini kwa uchumi mkubwa wa UAE na kupoteza asilimia 70 iliyobaki, bado ni pigo kubwa sana kwa nchi yake. Vile vile nchi za Ulaya kama Ufaransa, Ujerumani na Italy, kwa wastani mkubwa nchi hizi hupata asilimia 10 ya mafuta kupitia mlango huu wa Hormuz. Kwa hiyo kama njia hii itafungwa, ingewaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Wataalamu wanaonya ya kwamba bei ya mafuta inaweza kupanda zaidi ya dola 150 kwa pipa, na hii inaweza kusababisha mfumuko wa bei duniani na hata kuanzisha kwa mdororo mkubwa wa uchumi wa dunia. Kwa hiyo licha ya eneo hilo dogo la kilomita 33 tu, mlango Hormuz una uwezo mkubwa katika kutikisa uchumi wa dunia nzima.